nimeanza kutoa pongezi hapo, lakini nirudi kwa Steve Barker. Steve Barker ni mwalimu wa viwango vya peke yake. Nimeangalia mimi hapa misimu ya miaka 10 iliyopita, tumejua na walimu wengi kina Uchebe, kina nani, na amsoa tuna jinsi, yani ni walimu wa respect, tunawaheshimu kwa sababu wana vitu vikubwa, wamefanya mambo respect. Lakini achana na huyu mwalimu Barker. Simba hii inamuamini kila mtu. Chuma ya 4 leo fungwa na kijana mdogo tu Bashir. Amepandishwa kutoka B yule, kama nitakuwa sikosea. Tuna usajili wa Bashiri kutoka timu nyingine. Amepandishwa kutoka, mwalimu anamwambia nenda. Kwa kina Aura wanavyotembea, kina mwalimu walivyofunga, kina Kante Maodo pale katikati. Nyuma tena kina Nabi Kamara walioongezwa, manake wewe una uwezo wa kufanya kitu chochote. Katuonyeshe ulichonacho. Mtoto naye anaenda kutia, anajiamini, anakwenda kuifunga timu kama TRA ambao kuna wenzetu wakiifunga shutuma na fitina kibao. Msifu mchezo umemalizika pale katika dimba la KMC. Wekundu Msimbazi Simba tukifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 4-0 kutoka Kigoma, bao 3 leo bao 4. Simba hii ya Steve Barker inatoa message ya aina gani kwa wapinzani kwenye michuano ambayo tunashiriki sasa hivi, michuano ndani iliyobaki kwa maana CRDB Federation, lakini pia michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa maana NBC Premier League? Abdallah, mwanzoni kabisa kama unakumbuka nilipongeza uongozi wa Simba. Wanaofu kila wakati kupongeza uongozi kwa sababu end the day tuonekana machawa na sisi hatuko tayari. Si vibaya kupongeza. Ndio maana nasema sisi hatuko tayari kuonekana machawa, lakini hatuko tayari pia kuficha haki. Kwa sababu kimsingi unapoficha haki unanyima misingi mingine kuendelea. Kwanza unakuwa mnafiki ukificha haki. Mwenyezi Mungu akupendi. Ujue mimi ni mtu nasimamia haki sana. Kabla ya kwenda kwa mwalimu, ni wasifu viongozi wangu. Umeelewa? Matusi mengi ya mashabiki, shida, mabalaa, viongozi wamesikiliza. Kiujumla, kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi Magoli, umeelewa? Mwekezaji wetu Mohamed Dawiji, kupitia mwenyekiti wa klabu mzee Murtaza Mangungu, kwa pamoja na tumekwenda kutengeneza timu. Lakini unajua nikwambie, uongozi ni kadari za Allah. Yaani nikisema uongozi ni kadari, Allah kila mtu amemkadiria uongozi wake. Sawa? Sasa viongozi unaowaona sasa, mimi acha nirudishe sifa kutoka kwa Magoli na bodi yake kwa ujumla. Acha nipeleke sifa kwa kina Mkwabi na watu wengine. Hawa ni watu wa mpira. Mpira ulifikia wakati umeharibiwa, my brother. Mpira ulikuwa na fitina kubwa. Tunasema sisi kila siku tunapiga kelele. Mimi nakumbuka issue moja, nisikilize vizuri, sina maana mbaya. Nakumbuka kuna issue moja kwa naangalia move fulani amecheza Steven Siga. Sasa nataja humu kwa maana ya elimu. Unajua hii SFTV ni darasa. Watu waje kusoma. Hii ni mifano tu wataelewa. Kuna sehemu kuna lipuka, alafu ile sehemu ina mafuta. Alivyoitwa Steven Siga akasema piga bomu hapo. Hapo kwenye moto. Piga bomu. Mafuta yatakuwa kabla piga bomu. Litasaidia kutawanya mafuta, maana yake lisende kuathiri vitu vingine kwa sababu mafuta yatakuwa yanasafiri kidogo kidogo. Kulipopigwa bomu kwa na sisi tulisema tupige bomu. Tuwatafuteni kina Mkwabi. Tuwatafuteni kina huyu mwanadada huyu Babra. Warudisheni watu wao. Watu wao kuna muda hawasemi lakini vitendo vinasema. Endelewa vizuri. Sasa nianze na uongozi kabla ya vitu vingine. I'm so big up. Mwenyezi Mungu awalinde. Naenda kutwalia vikombe viwili ambavyo hakika yangu mimi tunabeba. Sina shida. Umeelewa? Kitokea jingine njoo niulize. Kwanza mimi si kiumbe ambaye sije kuogopa. Kama natumia silaha ya mdomo kufanya mambo na ndio silaha ya maangamizi. Hata vita ya Kimbali Rwanda, wengi waliokuwa ndani ni waandishi wa habari, umeelewa, watu wa mdomo, watungaji na watu wengine, wakiwemo na mashehe kama wamo. Ni watu wa nini? Ogopa sana silaha hiyo. Kwa hiyo nimeanza kutoa pongezi hapo, lakini nirudi kwa Steve Barker. Steve Barker ni mwalimu wa viwango vya peke yake. Nimeangalia mimi hapa misimu ya miaka 10 iliyopita, tumejua na walimu wengi. Kina Uchebe, kina nani, na amsoa tuna jinsi, yani ni walimu wa respect. Tunawaheshimu kwa sababu wana vitu vikubwa, wamefanya mambo respect. Lakini achana na huyu mwalimu Barker. Kwa nini? Ukitaka kumtambua usiende kumwangalia Msimbazi, utajikondesha. Kamwangalie Stellenbosch. Ugumu walotupa Simba,
ugumu alikuwa anautoa kwa vilabu vingine. Hakuna mtu alikuwa anakubali kwamba sisi tunaweza kwenda kupata matokeo chini ya Stellenbosch. Hakuna. Umeelewa vizuri, lakini ni mtu ambaye yani ladha ya mpira. Unajua katafuta mechi ya Simba na ujamaa. Haikuwa hatari ya wale jamaa. Walete leo angalia wanapopigwa. Simba ambayo TRA ni big match, ni big team kwa sasa. Umeelewa sijui? Wanachukua bakora 4. Mashujaa, timu ambazo zinaleta hamasa kubwa wanakwenda kuchukua bakora 3 katika ardhi yake. Umeelewa sijui? Yanga mara 3 kachurupuka, lakini kuna muda katema bungo, kaachia kombe. Na tunamhitaji finali hii tukamfunge. Unataka nini kutoka kwa Simba? Yaani unapata kila ambacho unataka. Mimi niombe Mohamed sio mnafiki. Na kipindi alituahidi, umeelewa vizuri, kwamba tulikuwa mapumziko yetu twende USA, twende wapi, tunamuomba mapumziko twende Spain. Sevilla sio level yetu. Wale pira ambao tunapiga, asitutafutie na Sevilla. Kama wakula bakula 4 mimi nyumba ile nitaitoa kama sadaka. Kwa jirani hapo. Mungu nakwambia. Sina nia mbaya. So yani sio level. Nadhani tuko tumewaacha watu wakubwa sana. Yani sisi tuko, unajua, unaweza kuona nakutania ni hatari sana. Ukutana na Simba hii ambayo kama una kumbukumbu nzuri wakati tuna vijana wengi sasa. Lakini mwalimu alichukua muda mrefu Simba ya Kishingo. Ilikuwa inacheza kama hivi. Sasa mimi nilikuwa natamani Kishingo leo ichukuliwe Simba yake kwenda hii. Alafu tuangalie shughuli kubwa ile kuwepo. Ila hii inaonyesha kuwa ina hatari kubwa kwa sababu Simba hii inamwamini kila mtu. Chuma ya 4 leo fungwa na kijana mdogo tu Bashir. Amepandishwa kutoka B yule kama nitakuwa sikosea. Tuna usajili wa Bashiri kutoka timu nyingine. Amepandishwa kutoka, mwalimu anamwambia nenda. Kwa kina Aura wanavyotembea, kina mwalimu walivyofunga, kina Kante Maodo pale katikati. Nyuma tena kina Nabi Kamara walioongezwa, manake wewe una uwezo wa kufanya kitu chochote. Katuonyeshe ulichonacho. Mtoto naye anaenda kutia, anajiamini, anakwenda kuifunga timu kama TRA ambao kuna wenzetu wakiifunga shutuma na fitina kibao. Umeelewa vizuri? Nini unataka kwa Steve Barker? Haya ndo matokeo. Kabla ya kipindi nilikwambia quality ya Simba BMT hawezi kutudanganya. Yaani BMT wana matatizo makubwa, kuna siku unaweza ukayazungumza, lakini katika hili walikuwa wako makini sana. Walitazama na BMT walizuga tu kusema kwamba tumetazama mwaka jana mashindano walikuwa wanaitazama hii. Hii ndo ilitazama kidogo. Mimi ndo nakueleza, hii ndo ilitazama. Amini wasemee hawa watu wengine watakaopiga kelele, achana nao. Maana humu kuna watu mabingwa wa matusi. Umeelewa? Mwenyezi Mungu ametusia, anasema ukiona watu wana kelele sana, wanakutukana sana, hii huwa neema kwako. Yaani matusi Mungu anabadilisha kwa. Mimi nawashauri wanaonitukana pia ni fans wangu, wananifuatilia wasiache. View na ni like yao moja ile mimi kwangu ina thamani. Waendelee kuja, sisi tutawapa ladha na raha. Simba timu itawapa ladha, sababu uchungu unao ni sehemu ya ladha. Hatujui tu kwa sababu hatuupendi. Na mimi binafsi nitakuwa nawapa hivyo vitu.